kuna muamuru aanze. Hii tufundisha nani? Max Cortez. Yes. Kwamba ambaye amechagua na ikamgukia kwake yeye ndo anaamua kama aanze yeye au ampe mpinzani. Kwa hiyo wewe unachagua unaanza wewe au unampa mpinzani aanze. Wewe unaamua kunajichinja vipi hapo? Unaanza wewe mwenyewe. Okay, makofi kwa KBMC. Mimi naweka mic chini na wakaribisha kwenye finali ya episode ya 7 ya Citra Battle Season 4. Shout out kwa mwanangu Rikabu behind the camera, DJ Soki on the 1 and 2, DJ Joe Ausio, Tupo Mikasa Lounge, and this is our Kill It, my big brother Kristo pia. Kristo anashuhudia finali Ausio. Tunzetu. After next music. Cheer. Hip hop asilia. Kibwengo, vipi umekaa kinyonge? Mwanangu vipi nabidi leo nikuhonge? Ela nitayokipata hapa na kuombia kabisa wewe hapa. Fimbo nyingi nitakuchapa, unaniangalia fresh akili ndogo na umedata. Na kuonyesha KB na kukiri kwenye hizi verse, kwenye flow utasubiri. Mbona unaniangalia kwenye zi flow mwana utasubiria? Unanicheki lakini kwa huruma nakwambia Kibwengo leo hiwezi kuvuma. Rudi TMK wakwambia leo kutuma kwa bato simwezi KB mbona anavuma. Kwa hiyo nakwambia mwana leo nakukiri. So round ya kwanza paka round ya pili unaonekana kwanza una mashairi, jinsi ulivyokaa meno yako yamekaa kama angili. Kibwengo vipi basi we changamka, ruka kidogo hata shtuka. Na kuambia kuna mfano hujavuka, kwa hiyo kwenye bato kija ka hivi juu kimenuka. Yani umesanda, umeingia muziki ya makamanda, we kitenesi ukuwezi danda. After next music. Yeah, Kibwengo bonge la kidume, nimekutana na mtoto rangi ya mtume, acha mimi nikusukume. Wewe sio dume, wewe hapo ni gume. Yeah, umevaa chako kisinglendi, au una hela ya kwenda bichi weekendi kuspendi. Kabisa we vitendo hautendi, unataka hela demu wako ana kibendi. Yeah, nakwambia leo utasanda, jeneza tayari na kuvesha sanda. Uwezi kabisa wewe huvai gwanda, kwa sababu wewe kabisa unaganda kama wewe kwenye friji, hujakaza mkwiji. Home kwenu Mbagala ila kwanu Rufiji. Nakwambia kabisa yani wewe utapagawa, kula uli kabisa utaishia kunawa na kukata mbawa kabisa we majalala, na kuacha pale stendi ya Mbagala. Unaelekea kwenu, mimi nakwenda kula sini, na kesho tukionana utanifanya nini? Na kueleza KB wewe hapo sosela, wewe kabisa demu wako mnunulia gidela. Ananambia kabisa wewe unavaa tu kepu, lakini demu wako mjali kuhusu shepu. Umnachana mistari una hata yeah. Songa. Yeah, bwana si mchezo. Final round ya kwanza. KBMC ume freestyle vizuri sana. G Kibwengo pia naye amekuja amefanya vizuri sana. Ni kwenye hii round ya kwanza nimeona mzani kama umekaa sawa hivi. Kwa nitasubiri nione round ya pili. Hii nitaitoa sare. Draw kutoka kwa Songa. Hey Mansuli. Mimi mashambulizi mengi binafsi nimesikia kutoka kwa G. So mimi kura yangu ya kwanza tenda kwa G, yeah. Oh yeah, sawa. P the MC. Mi pia natoa sare kama Songa hii. Sawa, tunaenda round ya pili na itaanzia kwa bwana G Kingobwe. Yeah, yeah. Niko tena leo na KBMC. MC flani hivi mwepesi, na mdundisha kama vile kitenesi. Kibwengo ndo dokta uyapandonesi. Ananuka kama kinyesi, na mtoa manundu ageuke fenesi. Anakata kiuno ni kama Raisi, atali wezi unyamwezi kawa Jay-Z.
haha, na kutaluiza kwenye gamba. Unaoneshana kabisa, unaonekana mshamba. Wewe so mwamba kabisa, vibega bega vinaonekana kabisa. Ulikuwa ulimbo unatega, shuleni unatega ndege, upo legelege. Kama sio ngwengwe utakuwa na degedege. Limekupanda na hapa litakushuka. Usiku hukawahi kulala ujifunike shuka. Wewe kwenye rapu kabisa, we bado njuka. Sikiza hii minyuko Kibwengo nayo kunyuka. Ya, tambuka vizingiti, ila kwa Kibwengo au piti nitakushika matiti. Hata ikizima biti usitingishe kibiriti. Wewe utabaki kusubiria basi kwenye siti. Na kuonesha kwamba mi Kibwengo ndo hatari. Tayari kabisa kashagongwa na ajali. Waisheni mumchwali, ana hali mbaya. Chill, asilia hip hop. Oh chill. Chill. Kibwengo hapo tatopa sifuri. Domo bayo naweza sema kibakuli. Ya hapa kula huli. MC kama wewe usinionyeshe mimi ujeuri. Unaniangalia freshi, bado mgambo wezi kuwa mwanajeshi. Hapa mikato ulijua atuflechi, ndo maana kwenye zibato na kuegesha sikuegeshi. Leo tajua na kukata na kufunua, ulijui haya maneno ni kutotua. Kwa na kukata alafu mwenyewe utajua kwenye zibato. Leo Kibwengo nakumbua. Mbona umeganda ganda? Unajua kabisa Kebindo miziki ya kamanda. MC unakuja na kutembeza mikanda. Ya umefika umepanda parapanda alikuhusu. Kibwengo na kupiga busu. Inakuwaje hujaye kufika hata mabusu? Kuna vitu kibao Mikebi hujaniruhusu, afu unaniambia vichuchu konzi ka vile Zuchu. Nakwambia wewe utasikilizia. Kibwengo leo nakubazwa paka utalia. Mdudu ila umepita iko ukimkia. Kebi naona sawa. Ushaanza sana. Binafsi nimesikia mashambulizi kote, lakini kwangu bado naona imebalance. Kwa hata bado imebalance. Sawa. Aha. Hii finali ukikompea za nyuma kama imekuwa imepoa kiasi. Kwa hiyo mimi pia bado natoa sare na mimi pia kama pia. What happens? Songa. Mimi nilivyoona hii round ya pili, KB kuna kwenye ameanza, lakini mwishoni pale kidogo kwenye line za mwisho ndo amejitahidi kurusha makonde kwa G Kibwengo. Nadhani hiyo ndo imesababisha watu zimewakaa kichwani, lakini G Kibwengo nimemsikiliza alikuwa anatupa makonde mengi sana kwa KB. Kwa hiyo mimi kwenye round hii ya pili nitampa G Kibwengo. Okay, atampa G. Wameshachanana round mbili, zimetoka draw. Tunasikizia mada kutoka kwa judges. Wazungumze kuhusu nini? Hapa kuna mada mbili zimeandikwa hapa, au sio? Kwa hiyo kwa sababu jamaa aliamuru huyu ndo aanze, mimi naziweka chini. Huyu anayeanza ndo anachagua mwenyewe kikaratasi anachokitaka kuanza nacho. Au vipi? Si ndio? Anakichagua, anakifungua, anatuambia kimeandikwa nini, anaanza kutiririka. Si ndio? Twenzetu hapo KBMC. Anadoa. Subiri kwanza mzee, usichague ovyo ovyo, mimi nakushauri ujue. Twende pole sasa. Maana naona umeanza tu twende pole. Sawa. Kwa hiyo mwanangu hiyo imeandikwaje? Imeandikwa Pepsi. Sawa. Mzee, kila mtu atumie beat yake au beat ile. Biti moja sunayo hapo. Sawa, umeshabadilisha Sawa. Kibwengo nawe hii kwako ndakupa hii. Wewe unaweza kaanza kuifikiria. Ndakupa. Sawa, twenzetu hapo. Anza mzee. Dakika moja ni ile mchizi madake ni Pepsi. Anaitwa KBMC. Cheer. Yeah. Ndio. Asilia. Mada hapa ni kinywaji, soda, Pepsi sio maji. Ukinywa usianze kuijaji, we kunywa hata kama unakunywa ulikuwa hujataraji. Yaani Pepsi ni kinywaji bora, usije kanywa alafu kaanza kudorora. Pepsi unaweza kanywa fresh ukakaa uwe mgambo ama uwe mwanajeshi.
Pepsi ni kitu fulani ambacho unaweza ukanywa leo na ukanywa kesho. Unapokunywa Pepsi unaongeza resho, yani kama vicheko, yani ni vichekesho. Yeah, Pepsi ni kinywaji fulani nakipenda. Kwenye Pepsi KB siwezi kusalenda. Pepsi ndo kinywaji ambacho nakipenda. Kwa hiyo nitakunywa hata kesho ana Mungu akipenda. Yeah, Pepsi kama vipi mtu aninunulie moja, nikinywa nitajiona Pepsi imekunywa mimi soja. Kwa hiyo Pepsi hiyo utasikilizia milio, ukinywa kipapara kwa Pepsi utatoka mbio. Yani Pepsi ni kinywaji fulani baridi, ukisha kunywa mwana na hisi utafaidi. Oh yeah. Makofi kwa KBMC. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Make it up for KBMC. Sawa, kifungue mwenyewe. Fungua mwenyewe hapo bwana Bwingwa. Yaani jamaa kasumbua hadi tumeamua tutafute mbinu mbadala. Mkishindwa na hapa sasa. Mbinu mbadala mzee, imeandikwaje hiyo? Imeandikwa konyagi. Usio uwanja wa nyumbani. Naomba nikuulize swali moja. Mzee, konyagi sio uwanja wa nyumbani kweli? Mna sio uwanja wa nyumbani. Sawa. Wazee, hii ni raundi moja. Kwisha. Hapa mzee, sawa? Mzee, konyagi mmempa kibwengo. Twende kazi. Inaitwa konyagi. Hii watoto wadogo hawanywagi. Bwana, konyagi ni noma sana. Unaweza ukanywa asubuhi hata mchana. Ndo mada nilopewa tu kwa hapa, wengine kwa jina lingine wanalitaga bapa. Bapa fulani mwanangu ukiligonga, ni noma sana, nyoyo lazima utaikonga. Bwana, noma sana yapo kitu, ni noma sana yani siwezi kuikashifu. Naipenda sana, naitumiaga mara moja moja, lakini kabisa nikilewa najikongoja. Ni noma sana konyagi ukiitumia, bei yake ni noma sana zaidi ya bia. Yeah, noma kama hapa unaitaka, ipo kabisa Waster, taileta faster. Wewe ukiletewa basi ile kamata, ili kiu yako pate kuikata. Noma sana mwanangu hiki kilevi, wengine wakinywa konyagi huwa waiwezi. Nakuta kabisa yani zohofu luhali, konyagi pegi moja tu anaangusha gari. Na kuwa balaa mwanangu yani vituko, we mwenyewe pesa yako tu kwenye mfuko. Nenda kabisa yani kama unataka kudagi, hiyo haina simu nyingine zaidi ya konyagi. Oya! Mnasema? GZ255. Njoo Chris alimbarikiwa, njoo. Unaweza ukawa na wazo kubwa. Najaribu kuwaza. Alimba Pepsi, alimba konyagi. Basi apewe konyagi, aimbe Pepsi. After end. Nakubaliana na mchizi? Au sio? Ngoja tusikize judges. Vichinjio hivi hapa bwana. Mbona hivyo? Maelewano. Kipala MC usitoe bunduki. Kipala hem rudisha. Usitoe bunduki. Sawa. Irudishe kiunoni. Sawa. Mkomba. Jaji zimesikia hiyo idea kutoka kwamba finali wao mwenda away au vipi? Mimi nadhani haitakuwa na madhara kwa sababu kila mmoja anaweza kutafakari cha mwenzake. Sure. Mwanzo hawakupata muda wa kutafakari wote. Yeah. For this time kila mmoja kama anaweza kutafakari cha mwenzake ili akizidi it's okay, lakini sisi tutatoa credit za mwanzo kwanza. Oh yeah, sawa. Hiyo kwa hiyo round ya kwanza Mansuri umeona ubora kutoka kwa nani? Au PMC tuanze binafsi nimeona Kibwengo ameelezea vizuri zaidi konyagi, zaidi ya KB kuelezea Pepsi. Sawa.
Mansuli Vivyo hivyo. the same wise. Songa Mimi nimeona kila mmoja ameplay part yake vizuri. Kibwengo ameelezea vizuri Konyagi, lakini KB pia alijaribu kuizungumzia Pepsi vizuri katika ubora wake. Kwa hiyo mimi nimeipa sare hii. umeipa sare. Yeah. Ianze huko. Sawa. Oya, mada si unajua ya mchizi? Na mchizi si unajua mada yake? Nani alianza? Huyu. Inaanzia huku. Mzee, talk about Pepsi. Nimepewa mada ya kuhusu Pepsi. Kwa kutaka liwe le Pepsi, ita faster usema yesi. Chukua alafu yani unywe, we mwenyewe kwa yako yani uikune. Inauzwa pale kwa waiter, ukiitaka faster yani anaileta. Kinywaji fulani hivi chenye ubora, tofautisha Pepsi na Coca-Cola. Yani kinywaji kingine kiwezi kata. Mfano kama sijui zingine sijui Fanta, hazifai kabisa, we ita Pepsi yako ili utulize ile kiu yako. Alafu kipindi ushapigwa na jua kali, upate Pepsi yenye baridi kwa mbali. We mwenye kabisa lazima ujivinjari, unatulia nayo kwenye gari. Pepsi ni bora kabisa, mimi naitumia. Ndo kabisa yani kinywaji ninachokizimia. Alafu kabisa na kipenda kiko freshi. Kwa mara ya kwanza hapa Mikasa nitanunua Pepsi. Maana ake wanasema sona unywaji. Mimi nawaambia sio tu kuna kunywa Konyagi, natumia gana Pepsi kabisa, ni kwenye moyo kabisa. Kwenye Pepsi siwagi mchoyo, natumia vichenji kabisa. Mimi naifiri kama sio 2000 natumia gaki. Jitu cheer asilia hip hop. Hey, mada sijivungi. Konyagi wengine wanaitaga mtungi, wengine wanamixiaga na mirungi, alafu akijaliwa sana wao wanawajivungi. Konyagi ujue na maanisha toto umri 18 usije batisha. Inatakiwa kunywa ukiwa mtu mzima, ukiwa mtoto mdogo ukizidisha unaweza zima. Yani Konyagi inatakiwa kunywa taratibu, hata ukitembea utatembea taratibu. Kama umekunywa hapa basi wewe karibu. Mikasa ndo hii sasa, njoo usije jaribu. Yani agiza Konyagi kiubora, wengine wakinywa nakata viuno kadondora. Wakitokea barabarani wauno wanaopora, wanasema hii Konyagi kweli imendondoja. Konyagi ni kitu fulani, ni pombe Konyagi ya aina fulani ambayo kiundani huwa na idhibiti. Kwa mfano mimi KB nikinywa Konyagi na idhibiti, yani namaanisha ni pombe yenye spiriti. Kwa hiyo hii inatakiwa kudhibiti. Konyagi bwana unapokunywa ina madhara, kama unakunywa kiduanzi wewe fala. Inatakiwa kunywa yani utulie. Of course, lilikuwa ni wazo zuri kutoka kwa Chris Mbarikiwa, international value. There you are. Okay, Songa, unasemaje hapo kwenye round ya pili? Bwana, kwenye round ya pili ujue mimi nimegundua kitu kimoja. Baada ya kusikiliza round hii ya pili, nimegundua kwamba round ya kwanza ile na hii round ya pili Konyagi ndio imezungumziwa vizuri kuliko Pepsi. Sio, unanielewa bwana? Kwa hiyo inaonekana jamaa wote wameizungumzia vizuri Konyagi kuliko Pepsi. Inawezekana akawa ni watumiaji wazuri. Hilo sijui. Ila nasema kwenye kuizungumzia wote wameizungumzia Konyagi vizuri kuliko Pepsi. Kwa hiyo mimi wanaona kama wamebalance hivi mzani. Nikijaribu kulinganisha, yes. Sawa. Mansuli alichokisema Songa ndio nilichokiona na mimi pia. Kwa hiyo kwenye kubato ilikuwa draw, na hii pia mimi nimeiona iko sare vile vile. Kwa hiyo kama pina sababu wajaji wawili tayari iko draw, tunarudi kwenye battle round moja. Sawa. Hii draw. Oya. After next music. Cheer. Kibwengo, ibiti nimeisikia, umevaa kisweta fulani eti cha pundamilia. Iko kwangu wezi kunitisha na kupiga pili na leo utarisha. Muziki hii usije ukabisha, na kuambia alafu nitakusababisha. Kibwengo kuwa tayari, voko nayo ila ujui mistari.
na kukata kata kaka chumbali. MC maneno mengi unaweza sema midalali. Ya Kibwengo mbona umetula hapa mikasa, umekuja kuuza sura. Mimi naona umekuja kuzurura, umevaa kisuruali ungevaa hata kaptura. Kibwengo leo ndo nakudondosha kwezi speed hapa kwangu hapo totosha. Najifanya ngumu eti kwamba na mweza totosha kwezi style kwanza hapa loti totosha. Kibwengo umekuja resi, mtoto mdogo bado unafungwa nepi. Kwa hiyo KB leo kwanza sikuchepi, ila najua hapa mikasa utabaki utakuwa usepi. Unaniangalia kwa huruma, rap ndo hilo nakupa huduma. Kwenye hizi uwezi kuvuma, kama mazembele mchicha uwezi kuchuma. Wezi hizi kazi, toto laini kabisa we mkuna nazi. Wezi kabisa yani wewe kachume nazi. Wezi kabisa hizi kazi za kijambazi. Unaonekana kabisa wewe ambagala, ila flow zako ziko macho zimelala. Sasa na kuoneshea kwamba mimi nyapala. Ulizani nini na kuvutisha sigara na kupiga mikwala paka msama unyombe na kuendesha kwa bakola kama vile ng'ombe. Ulizani Pepsi konyagi ni pombe kabisa na kupiga kama vile mwanalizombe. Wezi kabisa we sio mwana, unashindwa kabisa vina hata kuchana. Style zako zote yani zinafanana, Singlendi mbaya ungevaa fulana. KB ukimwangalia kama mpole unaweza ukahisi jamani mlokole, ila Mbagala kazi yake kupiga ndole. Anaweza akakukanyaga asikwambie sore. Huyu jamaa kabisa mimi natengua, wewe leo Kibwengo mimi hamba wewe hujanijua. Tali zako kama mama uuza vitumbua, leo nakurumbua nyumbwa jipu na kutumbua. Na kumaliza kwa beti, line zake kabisa tamu kama kisheti. Usiku huu kashushe neti. Ndio bana. That was the final round. Inaweza isiwe final kama watatoka. Of course, judges, you got your decisions. You got your decisions. We got respect to you. Mfano mimi binafsi nataka niwasikie tena hii na sawa. Woo! Mansunga. Mwanzo nimekuwa nasikia wame freestyle yani pande zote mbili. Alafu zile sekunde za mwisho kama 15 ndo nimesikia wengi wameanza ile kucharuka. Kwa hiyo mimi pia naona kwangu imebalance. Sawa. Songa. Mimi pia nimependa wote walichokifanya. Nimependa zaidi ambavyo wamemalizia pale mwishoni katika sekunde zao za mwisho wakati wanamaliza. Mfano KB alikuwa anamwambia kwamba anampa jamaa huduma, sio anatia huruma huyu jamaa kwamba hata mchicha hawezi kuchuma na vitu kama hivyo. Alafu Kibwengo naye mwishoni akaja akamalizia kwamba huyu jamaa anaonekana mpole, sura yake sio kama mlokole, lakini wezi amini kazi yake ni kupiga ndole na hata kama akikukanyaga hawezi kuambia sio. Kwa hiyo nimependa the way mwisho mpambano ulikuwa umenoga sana. Lakini nimeona makonde ya Kibwengo yamekuwa na uzito sana kuzidi ya KB kwenye hapo mwishoni hapo nimependa. Kwa hiyo kwenye hii round mimi ningempa Kibwengo. Okay, so by the way hiyo ni draw sasa, si ndio? Laundi ya mwisho hii ya kuondoka na mtonyo. Wewe utambulia kutoa misonyo na kula tunda sikuachi kikonyo. Mweupe kasolo tu hapa kwa na manyonyo. Leo nakupa onyo manake na kuonya. Mistari yako yote natokonya tokonya. Wewe na kuweka kama mto kwenye foronya. Kiza kabisa pua yako ungeweka ndonya ya Kimakonde. Umekaa kama vile kibonde. Acha kabisa Kibwengo ni kuponde ponde. Mtoto mzuri ametulia pia. Anasikiliza Kibwengo na vomra pia. Mistari yake haiwezi fika hata 100. Mistari yake inaangamia. Amekaa kabisa kapata woga. Anavonuka utafikiri mzoga. Kaja mchafu kwenye bato hajaoga. Nasikia na bibi yako mna mpango kuniloga. Ili nisichukue hapa kombe ndio. Kabisa wewe hapo tasikiza tumilio. Kaniloge kabisa kwa wachawi wa Tanga. Na ukishindwa nenda nyumbani kwetu Mkulanga. Leo hapa kabisa utabwaga manyanga. Leo kabisa una pesa nitakuwekea mchanga. We mtoto uwezi kulala na hela, sababu flow zako zote za kumbwela. Chichie asilia. Kibwengo nasema siwezi kondoka na hela.
naondoka nazo afu naenda kukununia dela. Au kama wewe ulete hapa usela, kwa hiyo leo kama vipi nitakupeleka jela. Maana unaonekana we ni chizi, umeingia muziki ya kichizi na kupiga we mwizi. Pande zangu Kibwengo leo utasizi. Naona kabisa mwana kama umekunja swala mikono nyuma, ila unaonyesha hizo ni ishara za kuondoka misali wezi kopa. Eti mi Kibwengo nalopoka. Kibwengo hapa lazima utakimbia. We ni rapa ila huna 100%. Kufuata miziki ibwa mdogo utajutia. Uliongelea konyagi lona kununulia bia. Ili lewe kidogo unajiita omi mjui hata tupogo. Kwa hiyo kwenye bato stilete zogo na kuambia hiyo fresh na kupiga mimatobo. Nazidi kutambaa Kibwengo, nasikia akili zako so nzuri we kichaa. Hapa wezi sikia raha, kwa hiyo na kupatwa vipati diko bla. KBMC na G Kibwengo. Round ya mwisho ndio ilikuwa. Inaweza kama sio ya mwisho. Bwana mimi kwangu bado imebalance. Hatari. Tutakesha leo. Leo noma. Mzee unaonaje pia? Mimi bado sijaona aliyefanya noma, kwa hiyo hata mimi pia naona imebalance. Oh yeah. Sawa, Songa unamalizaje? Bwana, kwanza nimefurahi kuona finali hii. Nadhani ndo finali ambayo imeenda raundi nyingi mpaka sasa hivi kuliko finali zote tangu imekuwa na ushindani mkubwa sana. Imekuwa na ushindani mkubwa sana. Sijui watu watemeke wana nini bwana, au wanaogopana au vipi, au nguvu kama zimelingana, lakini still mi raundi hii bado nitampa. Naona G Kibwengo amerusha makonde mengi sana kwa KB kuliko KB ambapo amerusha makonde kwa G Kibwengo. Makonde ya G Kibwengo yamekuwa yana uzito ukilinganisha na ya KB. Kwa hiyo raundi hii mimi ningempa G Kibwengo, lakini kwa sababu Mansuri na P wote wametoa sare, tutahitaji tena raundi nyingine. Chie. Asilia. Hii ni raundi ya mwisho. Kibwengo kibabu na kupa ilo foundation. Ng'ombe na kuchunga kwenye malisho na kupiga punch moko alafu na acha uharisho. Kibwengo lile utoki kurasini unatoka magulile. Acha leo nikufanye hivi liwe vile. Pato kifo takuzika mita ya pile. Kibwengo usogei kwenye hizi rap mikasa hapa uongei. Unapua ndefu kama kitu fulani hivi, sitaki kumaanisha we mwelevu, akili zako bado sifuri. Nasikia Kibwengo wejeuri, hata tukitoa mchango msosi hapa uli na kurudisha kwenu sikupi hata nauli. Utaondoka najua kwa mguu, alafu utajua leo hii kwetu ni sikukuu. Kibwengo kizingua na kata miguu, MC kama we nabidi uende chuo kikuu. Ujue rap kwamba ni fundisho, usijite mwamba alafu huku unatavitisho na kuharibu, yani na kuzubazibu. MC kwa fasi leo na kutibu, na sio marefu hayaeleweki, midevu yako bora hata ungeishevu. Na kupoteza laundi ya ziada. Wewe kabisa ufai kwenye ibada. Unaonekana una rap kamdada na kupeperusha kama kishada. Kunishinda leo wezi kesho labda, na mdomo hutakuwa unakulangada. Wewe ni kama dada yangu Zuena, na kufungua kabia na opena. Basi lalapu liwezi sababu lena, usilete hadisi za Betina na Zena. Wewe ni kabisa yani wewe hauna kitu, na kupoteza mida hii ya usiku. Simba usoweza kusaka kwenye msitu. Laundi hii oya wana lina kufa jitu naliua, liache lapu liende kubana pua. Anaugua na mina mpadawa kabisa kwenye rapu dogo anachachawa. Unawawa na kufukiani kwa kifusi, rangi yako nyeupe mi mwenzako mweusi. Wewe kama mjusi na kunasa kwenye mtego. Fungua mdomo tuone migego tuone yako iyo mimeno, na kukata mbele na nyuma yani kama msumeno. Hauna kabisa pina ka volcano, umeshindwa ukinda nguzo tano. Walitaka kuwa majaji, mnasemaje? Waongo nyewe. Nendeni zenu. Bwana hii Kibwengo kwangu amechukua. Sawa Kibwengo. Kibwengo mwanapoteza sana time, acha nikamaliza shughuli tu. Kama hii amechukua Kibwengo hii. Sawa. Songa.
Aibwa, tunaona nani amechukua muda wake wa mapumziko vizuri katika kujiandaa na hii raundi ya mwisho kabisa. Kipindi cha pili. Yes, so far pongezi nyingi sana kwa KB kwa sababu amefikisha upinzani wa hali ya juu kufika mpaka hii raundi sijui ya 7 hii. Kwa hiyo big up sana kwa KB raundi hii kidogo. G Kibwengo nadhani amejitahidi, amefanya vizuri kuliko wewe, kwa hiyo mzani hauja balance wala hujachukua, amechukua yeye hii raundi. Kwa hiyo G Kibwengo nampa pia.